hayo ni Kelvin Liamoya. Vitu vya msingi ama mbinu zile ambazo Simba anaweza kuzitumia mapema kabisa kufanya vizuri kwenye mchezo wa finali ya pili dhidi ya RS Berkane. Kwa upande wako wewe limekaa vipi, ama wewe unaweza kutoa tathmini ya namna gani kwa namna ambavyo umeona RS Berkane mchezo wa kwanza, jinsi ambavyo wanacheza, na Simba fanya vitu gani vya msingi pia? Kwanza nadhani tukianzia labda na safu ya ushambuliaji, kwa sababu wanahitaji mabao ili kushinda mechi ambayo itaenda kuamua tai, kwa maana kwamba mechi zote mbili kujua nani ataweza kuwa bingwa. Kwa maana eneo la ushambuliaji ni moja kati ya maeneo muhimu. Kwa kuanzia kabisa unaweza kusema kwamba klabu ya Simba kwenye mchezo wa siku ya Jumapili dhidi ya RS Berkane, kwenye safu yao ya ushambuliaji wote wanatakiwa kuwa na mentality ama mtazamo au aina ya uchezaji ambao unaonyesha njaa kama Elie Mpanzu. Yaani ukiangalia kwenye game ya kwanza ambayo alicheza ugenini, alikuwa ni Elie Mpanzu ambaye alikuwa akipokea mpira, unaona anajaribu kuspeed up vitu au kuongeza kasi kuelekea kwenye eneo la mwisho la mpinzani ili wajaribu kutengeneza nafasi na kupata mabao. Lakini kilichokuwa kinatokea ni kwamba Elie Mpanzu atapokea mpira, ataongeza kasi kuelekea kwenye eneo la mwisho la mpinzani, lakini akipiga pasi moja wakati ambao atasubiri anafikiria kwamba anaweza kacheza 1-2 baina yake na mchezaji mwingine aliyepokea mpira ili asogee, mwingine atapokea, atadelay, atapiga tunasema ile safe pass, kwa maana kwamba atapiga pasi kwenye eneo ambalo ni salama. Atajikuta kwamba Berkane wanajiorganize, wanazuia vizuri, na mwisho wa siku tukashuhudia mchezo kimalizika kwa upande wa klabu ya soka ya Simba hawajafanikiwa kupiga shot on target hata moja. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto ambazo zilionekana kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza, na ndio maana nasema kuelekea kwenye hii second leg inabidi kwanza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka ya Simba almost karibu wote wacheze kama Elie Mpanzu, kwa maana kwenye mentality, namna ambavyo watakuwa na kiu ya kutaka kusogea mbele zaidi, lakini pia ile kasi wanapolisogelea tunasema kwa maana kwamba moja ya tatu ya mwisho ya uwanja au eneo la mwisho la uwanja la timu pinzani wanapaswa kuhakikisha kwamba wanaingia kwa kasi zaidi, kwa sababu tunasema unapojenga mashambulizi kuanzia kwenye face yako ya kuzuia, unapokuja kwenye build up phase, unapokuja kwenye eneo la face ya kushambulia, lazima kuwe na tofauti ya kasi, kwamba unaweza kuanza taratibu, unapofika eneo la katikati ya kiungo lazima uongeze kasi kidogo, unapofika kwenye eneo la kushambulia lazima uongeze zaidi, kwa maana ukienda kwa kasi zaidi unakuta wapinzani wako hawajapata ule muda wa kuregroup, kujipanga vizuri. Kwa hiyo ni rahisi wewe kunufaika pengine tunasema na disorganization ya safu ya ulinzi ya timu pinzani. Lakini ukiwa unapunguza kasi na kwenda taratibu, unawapa muda wa wenyewe kujiuliza na kujipanga ni kwa namna gani ambavyo wanakuzuia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho wanapaswa kufanya klabu ya soka Simba, kuhakikisha kasi yao ya mashambulizi kuelekea kwa mpinzani wana maintain na kuiongeza kadri ambavyo wanakuwa wanasogea kwenye lango la timu pinzani. Inaweza ikawasaidia kwa namna moja ama nyingine kupata chochote kitu.